Karibu Tuzo Online. Tukishamaliza ligi na kuja finali. Na maana tunapozungumzia ligi na maana ligi na ndio muendelezo wa mpira wetu Tanzania, afu baadaye inakuja federation. Tukishamaliza ligi ina maana kutakuwa kuna vitu vingi ambavyo watu watakaa chini na kutafakari kutengeneza kanuni zingine za kuelekea msimu unaokuja. Sheria za mpira zinabaki zile 17. Lakini kanuni kila msimu kuna baadhi ya vipengele vinabadilika. Tunaomba sana hao wanaongoza mpira wabadilishe kanuni za vitu vya ovyo, hasa kwa waamuzi. Kuna waamuzi wanafanya vitu vya ovyo kwa makusudi kabisa, wala sio labda kuna sehemu mtu anaenda nakosea labda kama makosa ya binadamu, lakini mtu anatoka nyumbani kabisa anajua hili naenda kulifanya kwa manufaa yangu binafsi. Kwa hiyo kwa upande fulani naomba kanuni za kuwahukumu marefa na zenyewe ziende kufanya kazi, hasa wale marefa wanaojifanya masinia. Tunaona kuna marefa wanaosema wao wakubwa wanafungiwa kimya, baadaye wanafunguliwa kimya. Lakini hata hao marefa wanaongoza kupewa mechi kubwa, lakini wao ndo wanaongoza kwa kufanya makosa katika hizo mechi kubwa. Sasa mpira wetu hatuoni ukienda sehemu iliyokuwa vizuri. Nadhani kuna mwenyekiti wa waamuzi Sudi Abdi ana kasoro nyingi, lazima tuzungumze ukweli, kwa sababu kitengo chake cha waamuzi ndio kitengo ambacho kimenyoshewa sana vidole kuliko kitengo chochote. Akae chini atafakari na wakuu walimteua kama wanahitaji twende tena katika mfumo wa ligi iliyokuwa bora, na sisi tupate nafasi ya kutengeneza timu zilizokuwa bora na vijana waliokuwa bora, then tutengeneze timu bora ya taifa, twende kwenye kushiriki World Cup kama wakina Kefdede wakina nani. Lazima tujenge misingi ya chini na ndio baadaye twende kufanikiwa. Kwa Sudi Abdi kuwa mwenyekiti wa waamuzi, kuna waamuzi bora wengi sana tulikuwa tunawaona, lakini kuna vitu vingi sana amewafanyia. Kuna wengine amewekea block kwamba mechi hizi hamtochezesha kama mimi mwenyekiti nimesema, na kweli waamuzi hao wapo na wana malalamiko yao pembeni, lakini mechi kubwa zote wanachezesha waamuzi ambao kila siku wanakosea. Kwa hiyo hili vile lenyewe lina matatizo. Lakini kwa upande wetu Simba, nichukue nafasi hii kuwapongeza. Kwanza kabisa nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipowapongeza wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba, kwa sababu wao ndio wanafanya Simba inakuwa na power sana, kwa sababu wanasapoti kila sehemu timu yao inapoenda. Tunakuta kama vile tulipotokea mwanzo, yani hauwezi kwenda mkoa ukakuta labda hakuna mashabiki wa klabu ya Simba. Nichukue nafasi hii kuwapongeza mashabiki wote wa klabu ya Simba kwa nguvu yao walioonyesha, kuonesha kwamba si wote nguvu moja. Lakini nitakuwa mchoyo zaidi mzungumzia mwekezaji nambari 1 Mohamed Dewji. Unapozungumzia Mohamed Dewji na maana unazungumzia mpira wa Tanzania. Mpira wa Tanzania leo umeenda kukua zaidi baada ya Mohamed Dewji. Nadhani Mohamed Dewji kuna vitu vikubwa sana kavifanya. Then timu yetu wakati anataka kuja kuweka bilioni 20 ambayo alijitokeza kama Mtanzania na ni mfanyabiashara na ni mwenye mapenzi ya Simba. Yeye ndo Mtanzania wa kwanza kudiriki kuzungumza kwenye vyombo vya habari kusema kwamba anaweka bilioni 20, nataka Simba ibadilike, itoke ilipo iende kwenye nafasi nyingine. Na kiu yake kubwa kuhakikisha Simba inafanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Then tuwe kama timu zingine kubwa, tuwe kwenye 5 bora na ikiwezekana tubebe ubingwa wa Afrika. Baada ya kuzungumza maneno yale, kuna baadhi ya vitu hapa katikati vilipita, lakini hakukata tamaa. Mohamed Dewji alikuja, alipambana na sisi, akahakikisha klabu yake ya Simba inafanyikiwa katika utawala wake au katika swala lake alilosema la kuweka bilioni 20 na kuhakikisha inafanya vizuri. Kwenye miaka ambayo kafanya hili zoezi, Simba leo ishakamata mpaka nafasi ya 5 katika vilabu bora Afrika. Mimi niseme wana Simba wote duniani tupige makofi, kwa sababu kitendo alichokifanya Simba imeanza 36. Hatujawahi kumuona Mtanzania yoyote akijitokeza akasema nataka niitoe Simba ilipo kwa vitendo, sio kwa maneno, kwa vitendo. Lakini Mohamed Dewji kadiriki, kafanya iko kitu na tumeona matunda ambayo kayafanya Mohamed Dewji. Tumeona leo Simba inaimbwa kila sehemu. Tumeona leo Steven Goland Erickson marhum hata kama amefariki aligusiwa na mwandishi. Tunasikia kuna klabu moja Tanzania inaitwa Simba inatafuta mwalimu, lakini tunaonekana kuna ofa na wewe umekuja kuletewa. Akasema sijawahi kuletewa ofa ya Simba, lakini hii timu naisikia kwa sababu ni timu ambayo giant katika mpira wa Afrika.
mashabiki wa Simba tulisikia faraja, kwa sababu hivi vitu visingotokea bila Mohamed Dewji, kutokana na jinsi ya miundombinu aliyoifanya kwa klabu yetu na kuifanya klabu yetu kuwa kubwa. Lakini ukiachilia hivyo, tumeona juzi mchezaji mkongwe kutoka Uingereza ambaye kacheza klabu kubwa Manchester United, Rio Ferdinand kafanywa interview na mwandishi wetu wa Tanzania, kaoneshwa goli ambalo limefungwa katika klabu ya Simba, lakini ile goli yule bwana hakutajiwa kwamba bwana goli hili la hapa, akasema alivyoliona lile goli akajua hii ni Simba Sports Club ya Tanzania. Kwa hiyo hiyo yote niseme ni nguvu ya mwekezaji. Ndio maana hata sisi kwenye hili tawi tunaita mpira pesa. Bila pesa hakuna kitu. Kama isingewekwa pesa ya mwanzo na Mohamed Dewji, basi kila mtu angeichukia Simba. Kila mtu asingependa Simba. Wangependa wale ambao waliokuwa na mahaba ya kweli kutoka moyoni, ambao mpaka leo tunaona klabu yetu wanajitokeza wawekezaji wengine, wakina Jairuti, wakina nani, kwa sababu kuna mtu alijenga misingi. Kama kungekuwa misingi bora hakuna ambayo Mohamed Dewji kaijenga, leo wawekezaji wengine wasingejitokeza, kwa sababu angejua hela yao inaenda kuzama. Lakini kwa sababu Mohamed Dewji kafanya jambo lile kwa jema, nichukue nafasi hii kumpongeza na nimpongeze. Kampuni yake imefanya mengi na hata familia yake yote imefanya makubwa. Nadhani tunamtoa Zamalek mwaka 2003, kampuni yake kuna vitu vilisapoti, lakini tokea huko nyuma tunamuona Mohamed Dewji ni mtu ambaye yuko kwenye damu ya klabu ya Simba, kwenye moyo wake kabisa anaonyesha ni mtu yuko kwenye damu ya klabu ya Simba. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuambia leo kuna vitu tunaona vinajitokeza. Kuna watu wanajipandikiza au kujipendekeza kwa wawekezaji ambao wanaokuja wapya. Ionekane wanampondea mwekezaji fulani, mwekezaji mwingine aende kuonekana bora. Msimu tunaenda kumaliza. Sasa hivi timu yetu inahitaji kufanya usajili uliokuwa bora. Chini ya Mohamed Dewji na wawekezaji wengine waliokuwa nyuma yake, tuna uwezo wa kusajili mchezaji yoyote akaja kufanya jambo zuri. Kama leo tulikokuja kumleta mwalimu Steve Barker, mwalimu bora ambaye mpaka leo wana Simba wanaenda kupata raha. Labda nichukue nafasi hii kuwakumbusha baadhi ya watu. Kuna mwalimu mmoja mkubwa sana alikuja Tanzania kutoka Brazil, anaitwa Nelson Elias. Labda hivi vizazi vya sasa avifahamu. Mwalimu yule ni mkubwa sana, mkubwa mno. Lakini Mohamed Dewji alifanya kila jukumu la mwalimu, alikuja kumleta na alitua katika timu yetu ya Simba. Sasa leo msimu ujao wa 26-27 tunahitaji Simba iliyokuwa imara. Tuepukane na watu wale vigwaza wanaekaa kwa matajiri wakaenda kuwaomba pesa ili wamchafue tajiri mwingine. Tuepukane na watu ambao wanaotengeneza mazingira kwa sababu ya maslahi yao na matumbo yao binafsi kuliko kuangalia logo ya klabu ya Simba. Hawa watu ni adui sana. Hawa watu ni sumu sana katika klabu yetu. Tunaomba msimu unaisha. Jumanne tunamaliza mechi yetu dhidi ya KMC, uwanja KMC Complex Mwenge. Wana Simba twende kujitokeza. Tukimaliza ligi, tuna finali ya Federation dhidi ya Azam FC. Finali nayo twendeni tukasupport. Msimu ukiisha tutahitaji kusajili. Tuna uhakika kabisa Mohamed Dewji msimu huu timu yake ya Arsenal imekosa FA, lakini ligi ya Uingereza imebeba. Kaona wanahitajika wachezaji bora zaidi ili timu iweze kubeba ubingwa wa Afrika. Kwa hiyo na uhakika usajili huu Mohamed Dewji kupitia na wawekezaji wengine wakina Jairuti wakina nani watakaa chini watatusajilia wachezaji waliokuwa bora. Lakini kama tukiendekeza machawa, kama tukiendekeza makunguni, kama tukiendekeza viroboto wanaenda maofisini kwa mabosi kwenda kuomba hela ili wamchafue mtu mwingine, nguvu moja itapotea na mwisho wa siku hatutofanyikiwa lile ambalo tunaenda kulifanya. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa tawi la Mpenda Pesa Magomeni Mikumi nimeona nichukue nafasi hii kuwakumbusha wana Simba mwisho wa msimu na mwisho wa mechi zetu zote, kila mwana Simba arudi kwenye nguvu moja. Kila mwana Simba atambue kwamba uwepo wa Mohamed Dewji na ndio uwepo wa wawekezaji wengine katika klabu ya Simba kutokana na vitu ambavyo amevifanya, na tusibeze kwa sababu bila yeye hata tusingefika hapa tulipo.